duaul malaika lilmunfiqi bilbarakati walikhlaf. Mwenye kutoa anapata fadhila ya kuombewa dua na malaika. Anaombewa dua na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, dua ya kupata baraka katika mali yake, dua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwekee badala ya mali alionayo, na Allah subhanahu wa ta'ala ambarikie katika mali yake na ampe nyongeza na amkunjulie katika mali ile. Hii ni dua ambayo malaika wanaiomba kwa kila mwenye kutoa. Hii ndio fadhila nyingine kubwa min fadhaili al-infaqi fi sabilillah. Hadithi ya 5 sawia na 557, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Hakuna siku yoyote inayopambazuka kwa waja duniani isipokuwa kila siku asubuhi huteremka malaika wawili wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika malaika wale wawili, mmoja wao huomba dua akisema hivi: Allahumma, ewe Allah, a'ti munfiqan khalafan, mpe yule mtoaji, yule atoaye katika njia za khairi, yule atoaye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpe mbadala, mpe jambo ambalo litakuja kusimama badala ya mali yake ambayo ameitoa. Mpe nguvu katika mali yake, mali ile izidi kuwa na baraka, mali ile izidi kuwa na kuneemeshwa, mali ile izidi kukunjuliwa na kufunguka. Al-ikhlaf fil mal ni inakuja kwa maana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huikunjua mali ile, huibariki mali ile, na kila utoapo Allah azza wa jalla huleta badili yake. Wewe ukidhani kwamba mali ile imepungua, lakini haipungui, kama itakavyokuja mbele kadhalik miongoni mwa fadhaili. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ndani ya Qur'an maana hii akaitaja kwenye Qur'ani subhana jalla jalalu, kituambia wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, na chochote ambacho mnakitoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, basi Allah azza wa jalla huwa ni mwenye kuweka khalaf yake, badala yake, utilia baraka ndani yake na kuikunjua mali ile na kuifungua mali ile. Yukhlifuhu Allah subhanahu wa ta'ala lak, ukuwekea thawabu, ukuwekea mali, ukukunjulia mali, ukubarikia katika mali. Maana hizi zote zinaingia katika ikhlaf, na hii ndio dua ambayo yule malaika wa kwanza huomba kila asubuhi. Kwa hiyo kila mwenye kutoa dua hii waipata ya huyo malaika anapoomba, na yule mwingine naye huomba dua ya kinyume ya hivi. Dua yake yule wa pili ni dua ya kuapiza. Malaika wa pili aomba akisema Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Rabbi, ewe Allah, tunakuomba umpe kila mwenye kuzuia, umpe kila bakhili talafan, uharibifu kwenye mali yake. Mtoaji mbarikie kwenye mali yake, mpe badala kwenye mali yake, lakini mwenye kuzuia na bakhili, huyo mali yake mpe talaf. Talaf ni uharibifu. Mali haiwezi kuongezeka, mali haina baraka, mali haina khairi, na mali ile inakuwa ni yenye kumsumbua Muislamu katika maisha yake kwa kila namna. Ndio maana unakuta kwa maana hii na kwa dua hii ambayo wanaiomba malaika, unaona mambo ya ajabu makubwa kwa kila Muislamu na kila mwanadamu aliyeamua na aliyechukua uamuzi wa mali yake kuizuia na kutotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuta mara nyingi mali ile inageuka inakuwa ni mali, ni chombo cha adhabu, inakuwa ni chombo cha adhabu cha kumhangaisha yule Muislamu. Inatosha
kwamba Muislamu yule ni mwenye kuhangaika usiku na mchana. Kule kuhangaika kwenyewe ni adhabu, hana raha ya mali yake kabisa, mpaka washindwa wajiuliza, huyu hivi anavyokwenda mbio na hii mali, kwani wakati gani yuwastarehe na hii mali? Wakati gani yataladhdh bihadha almal? Mata yajidu ladhatan fi malih? Mata yartah bihadha almal? Wallahi la yartah. Ghuduwan wa ashiyan, laylan wa naharan, sabahan wa masaan, yuko mbioni wahangaika. Hiyo peke yake tu inatosha ni adhabu, kwa sababu mali watu huichuma kwa ajili ya mali ile kuja kuwaneemesha, lakini yule ambaye ameamua kuizuia ile mali, unakuta mali ile la yanfa'uhu wala yartahu bihi wala yataladhdh bihi. Mbali na adhabu zingine mbalimbali na uharibifu unakuja katika mali ile, mara hii shamharibikia, mara ile shamharibikia, mara mambo yamekwenda vibaya, mara kunatokea bala hii na bala ile. Kul hadha liajli albukhl wa adam alinfaq fi sabilillah.